Serikali imeanzisha zoezi la udhibitishaji wa kidijitali kwa wazee wenye umri wa zaidi ya miaka 70 wanaonufaika na mpango wa usaidizi wa kijamii. Lengo ni kuhakikisha kuwa wazee wanaostahili wanaendelea kupokea marupurupu yao kwa wakati, huku taarifa zao zikisalia sahihi na za kuaminika katika mfumo wa serikali. Tembea kote Kenya kuhakikisha kwamba wale wakongo wetu tunawazungumzia, wale bado wako na wale hawako. Tunataka kujua ya kwamba wale wako ni wangapi na wale walishaenda ni wangapi, ili tuhakikisha kwamba hiyo mradi haiendi kafifia. So tunataka kuweka wote katika ile biometric yetu ili wakuwe katika system. Kulingana na maafisa wa idara ya utunzaji wa jamii, matumizi ya teknolojia katika zoezi hilo yatasaidia kutambua na kuondoa rekodi zisizo sahihi ambazo huenda zikazuia utoaji bora wa huduma. Aidha, hatua hiyo inatarajiwa kupunguza mianya ya udanganyifu na kuimarisha uwajibikaji katika usimamizi wa fedha zinazotengwa kwa ajili ya ustawi wa wazee. Kuweka pesa kwa simu. Sasa wazee hawatembei long distance kwenda kutafuta pesa zao. Pesa zao wanazipata kwa simu. Kabla ya tarehe 5 kila mwezi pesa wanapata message na wanaenda kwa yule M-Pesa agent ambaye uko karibu zaidi, na wanaweza kutoa pesa zao 2,000 na wanaweza kufanya shughuli. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa zoezi hilo katika kaunti ya Nyandarua, viongozi wa serikali wamehimiza wazee na familia zao kujitokeza kwa ajili ya udhibitishaji wa taarifa zao. Serikali inasema zoezi hilo ni muhimu katika kuhakikisha huduma za kijamii zinawafikia walengwa halisi, ili wazee wanaostahili waendelee kupata marupurupu na msaada wanaotegemea katika maisha yao ya kila siku. Serikali inatupenda. Kama haitatupenda haingetujali. Policy ambayo tunaenda nao is leaving nobody behind. Tusibakishe mtu yote nyuma, vile His Excellency the President amesema. Kama ni mzee, kama ni mtoto, kama ni kina mama, so that nobody is left behind. Na kazi ya serikali ni moja tu, kufanyia wananchi wake. Serikali ina matumaini kuwa zoezi hilo litasaidia wazee wanaostahili wanapata marupurupu yao kwa wakati na kuweza kumudu maisha yao. Nikiripotia mtazamo wa Dira ya Runinga Tandao, jina langu ni Eli.